Ujumbe wa chama cha Chadema kuhusu mpango wa Samia Suluhu na serikali yake kumkamata John Heche umezua hisia mseto nchini Tanzania. Ujambo na karibu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimetoa taarifa rasmi kikibainisha kuwa makamu mwenyekiti wake bara John Heche bado yupo nchini Tanzania na hakuvuka mpaka kwenda Kenya, kinyume na uvumi uliosambaa mitandaoni. Taarifa hiyo ilitolewa wakati ambapo hali ya kisiasa nchini ilizidi kuwa na mvutano mkubwa kuelekea uchaguzi huu wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa Chadema, taarifa potofu zilizoenea mapema zilidai kwamba Heche alikuwa amekamatwa na kujificha nchini Kenya. Hata hivyo, chama hicho kimethibitisha kuwa mwanasiasa huyo yupo salama ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini kukiwa na hofu kubwa ya njama za kumkabata kabla ya uchaguzi. Katika taarifa iliyosainiwa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia, Chadema imeeleza kuwa kuna mpango wa maksudi wa vyombo vya dola kumzuia Heche ili asishiriki kikamilifu katika kampeni na harakati za kisiasa za kuelekea uchaguzi huo muhimu. Taarifa hiyo imesema hali ya taharuki katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya ilichochewa na uvumi wa kisiasa unaolenga kupotosha umma kuhusu mahali alipo kiongozi huyo. Chadema imesisitiza kuwa vitendo kama hivyo vinaashiria kuzidi kudhoofika kwa uhuru wa kisiasa nchini na vinaweza kuathiri taswira ya Tanzania kimataifa. Chama hicho kimeitaka serikali kusitisha mara moja kile kinachoitwa mipango ya kiusalama yenye nia ya kisiasa, kikisema kuwa ni kinyume cha misingi ya haki, uhuru na demokrasia. Aidha, chama hicho kimeitaarifu rasmi serikali ya Kenya, chama cha ODM ambacho marehemu Raila Odinga alikuwa kiongoza, pamoja na wananchi wa Kenya kuwa kitaweza kushiriki mazishi ya Odinga kutokana na kile kilichotajwa kama kuzuiliwa na mamlaka za Tanzania. Hatua hii imeelezwa kama kusikitisha, hasa kutokana na uhusiano wa karibu wa kihistoria kati ya Raila Odinga na viongozi wa upinzani wa Tanzania. Taarifa hii imeibuka katika kipindi ambacho Tanzania inakabiliwa na mijadala mikali kuhusu uhuru wa kisiasa na nafasi ya vyama vya upinzani, wakati serikali ikisisitiza kuwa inahakikisha amani kuelekea uchaguzi, na vyama vya upinzani vimekuwa vikilalamikia ongezeko la viongozi na vikwazo, vitisho na ubaguzi wa kisiasa dhidi ya viongozi wao. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba mvutano unaweza kuathiri sio tu uchaguzi wa ndani, bali pia mahusiano ya kidiplomasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Uhusiano wa kihistoria kati ya Chadema na ODM umekuwa wa kipekee, ukijikita katika maono ya kidemokrasia ya marehemu Raila Odinga na viongozi wa upinzani na Tanzania. Kwa sasa macho wa Tanzania na wa Kenya yameelekezwa kwa vyombo vya usalama na taasisi za kisiasa kuona hatua zitakazochukuliwa katika siku chache zilizosalia kabla ya uchaguzi. Hali ya kisiasa inaonekana kuwa tete, huku wanasiasa wa upinzani wakitoa wito wa kulindwa kwa haki na uhuru wa kiraia. Kwa taarifa zaidi kuhusu siasa, uhusiano wa kikanda na matukio makubwa barani Afrika, endelea kufuatilia Kenyascope, ambayo ni chaneli yako inayoangazia habari za kina na uchambuzi wa kipekee. Usisahau kusubscribe, kushare na kupenda video hii ili usipitwe na habari mpya kila wakati.